na ni facts. Mungu akikuita anakupeanga neema. Akikupatia neema, hii neema ndio inakubeba wewe katika huduma ambayo amekuita. Kama hujaitwa na Mungu, mapepo inajua tu kuna neema hauna. Na ukisema una-imitate, una-copy, hapo ndio wakati unajikuta umeingia kwa matatizo katika huduma. Sasa unaona, unaweza kukua na maspika. Unaweza kukua na magari. Unaweza kukua na kanisa hata umejenga. Lakini ukisema una-copy neema wenyewe, ama unataka kubishana na ule mtu anacheza kwa neema yake, wewe utakuwa na matatizo katika huduma. Siku moja kanisa utabadilisha, waanze kuuzia ndani makuku. Siku nyingine vitu zitakuja kusumbua maisha yako, utaanza kuona kama ulirogwa. Kumbe hapana, haujarogwa. Naona mtu akiwa na neema ya mikutano ya crusade, na wewe pengine una neema ya mikutano ya ndani. Sasa wewe ukianza kusimama kwa mikutano ya crusade, kitu inakufanyikia ni kwamba utakuwa frustrated. Kuna watu wanaanziaga mahali popote. Yeye akipewa microphone kama ni open air, mahali popote atakuwa yeye ataanzia pale na atafanya kitu. Lakini wewe mwenye uko na neema pengine ya indo, ukijiweka kwa hilo crusade utafail. Utajikuta vitu zinakufrustrate na utaanza kuona kama Mungu hakupendi, na utaanza kuona kama hujaitwa, na kumbe ni umeitwa tu, ni vile hujaelewa neema ya Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo bwana, cheza kwa neema yako.